unataka utuue mpaka lini? Umetua kwa risasi, umetua kwa njaa, umetua kwa kukosa kazi. Sasa tena umetua kwa njia ya magonjwa. Hatutaki kujua ni pesa ngapi Trump amekupea. Hizo pesa sisi hatuzihitaji. Kwa sababu hizo pesa kulingana na yale maisha yatakuwa yamewekwa katika hatari compared na zile pesa utapokea. Sisi hatuwezi linganisha maisha ya Mkenya na zile pesa ambazo madola ambazo utapewa na Trump. Inasemekana kwamba lile dom pale utumishi, madirisha yake vile yamejengwa ni kana kwamba watoto hawawezi wakaruka ili wakijiokoa janga kama lile likitokea. Na Wizara ya Elimu ilikuwa imetoa mwelekezo kwamba doms zote zikuwe inspected. Kwa hivyo hii ni sarakasi ya serikali, na mimi kama mwananchi wa Kenya na laumu Wizara ya Elimu, na laumu Wizara ya Usalama na serikali kwa ujumla, kwa sababu ni kana kwamba maisha ya watoto wetu wanaichukulia ni kana kwamba ni maisha ya wanyama. Asante sana kwa kikao hiki. Mimi kwa majina naitwa Harun Njau, na asubuhi hii ya leo nimehuzunika sana mwanzo kwa lile jambo ambalo lilifanyika pale utumishi. Hili si jambo la kwanza ambalo tumeshuhudia katika nchi yetu ya Kenya. Muda uliopita tuliona jambo kama lile upande wa Ndaragwa huko Nyeri, na watoto wapatao zaidi ya 20 wakaweza kuangamia pale. Tuliona kama kawaida wakuu wa serikali wakija mahala pale na wakasema mikakati itachukuliwa, na wakasema kwamba watafanya inspection ya dormitories zote katika institution zote za kusoma. Na inaonekana ni kana kwamba serikali kukitokea jambo wanajua kufanya haraka sana mambo ya kuongea, ila wakienda katika ground hawatekelezi yale maneno. Nikiangalia vizuri kwenye runinga na kwenye mitandao, inaonekana na inasemekana kwamba lile dom pale utumishi, madirisha yake vile yamejengwa ni kana kwamba watoto hawawezi wakaruka ili wakijiokoa janga kama lile likitokea. Na Wizara ya Elimu ilikuwa imetoa mwelekezo kwamba doms zote zikuwe inspected na zikuwe mahali zimewekwa vizuri hivi kwamba janga kama lile likitokea mwanafunzi anaweza akapitia dirishani, milango ikiwa iko wazi na mambo kama yale. Kwa hivyo hii ni sarakasi ya serikali, na mimi kama mwananchi wa Kenya na laumu Wizara ya Elimu, na laumu Wizara ya Usalama na serikali kwa ujumla, kwa sababu ni kana kwamba maisha ya watoto wetu wanaichukulia ni kana kwamba ni maisha ya wanyama. Kwa hivyo mimi najua kuna utelekevu mwingi katika masuala hayo ya malazi katika mabweni zetu, mashule kote nchini, na tunaomba serikali hili tafadhali liwe jambo la mwisho, kwa sababu kama wazazi na kama Wakenya tumechoka kupoteza the young generation ambao tunajua ya kwamba watakuja wasaidie nchi yetu. Kwa hivyo kwa mambo hayo mimi nalaumu serikali kwa ujumla. Jambo la pili ni janga la Ebola. Tunajua kwamba sote kwamba ile Ebola ni ugonjwa ambao ni hatari sana, na ni ugonjwa ambao umeangamiza watu. Tumesikia kwa redio kwamba kule DRC na Uganda na nchi za Afrika ya Kati zimeteseka sana kwa sababu ya janga lile. Na hivi sasa tunasikia Rais Ruto amemaliza kuimport vitu zote nchini, hatimaye akaamua akuja aimport virus kuja katika nchi yetu. Tunataka kumuuliza jambo moja. USA kule kuna mahospitali hata wametushinda kwa kiwango vyao vya matibabu. Kwa nini aonelee aje aweke quarantine hapa Kenya, ili hali sisi tunajua wao ndio wako na matibabu mazuri, madaktari wale wazuri wako huko, akaamua alete ugonjwa hapa Kenya? Rais wetu, kwani unataka kutuweka katika shimo gani? Mbona unataka kutuua hadharani tukiona? Kwa sababu wale wagonjwa kutoka huko US wakija Kenya, tunajua hadharani kwamba watahudumiwa na madaktari kutoka hii nchi. Wale madaktari pia sisi watakuja watuhudumie.
unataka utuue mpaka lini? Umetua kwa risasi, umetua kwa njaa, umetua kwa kukosa kazi. Sasa tena umetua kwa njia ya magonjwa. Rais, tunakuomba hilo jambo sisi hatukubaliana nalo kabisa. Hatutaki kujua ni pesa ngapi Trump amekupea. Hizo pesa sisi hatuzihitaji. Kwa sababu hizo pesa kulingana na yale maisha yatakuwa yamewekwa katika hatari compared na zile pesa utapokea. Sisi hatuwezi linganisha maisha ya Mkenya na zile pesa ambazo madola ambazo utapewa na Trump. Kwa hivyo sisi mimi kama Mkenya nimekatana na jambo lile. Lingine nikimalizia kanisa kanisa ni mahali ambapo sisi wote tunaenda kuabudu. Ni mahali ambapo tunaenda kutafuta amani baada ya kupitia mahangaiko na mateso ambayo tunapitia hapa pia na vile serikali inatupeleka. Na tukiwa mahala pale tunatarajia kwamba kanisa na mapasta watupe mwelekeo mzuri, watuonyeshe njia ya kwenda mbinguni. Lakini kwa wakati huu nikana kwamba makanisa zingine nikana kwamba sasa zimekuwa ni majukwaa ya kisiasa. Wanasiasa wanaenda pale, wanapiga mdomo, wanatusiana pale, na mwingine ameenda pale akitarajia atapata ile amani ya moyo. Kwa hivyo kwa maoni yangu Mungu alijua ni kwa nini aliweka watumishi wake pale, na akajua ni upande huu mwingine kwa nini akaweka wanasiasa wawe viongozi wa nchi. Kwa sababu mambo ya Mungu na mambo ya siasa za dunia, hayo ni mambo ambayo hayafai kuingiliana. Kwa hivyo mimi naomba ya kwamba mapasta na makanisa mtu a stick to their lane. Hubirini watu waende mbinguni. Nao viongozi wa kisiasa, endeni kwenye viwanja, mpige siasa kule. Lakini mkileta siasa kanisani ama mambo kama hayo, tunaona hamtupeleki njia mzuri. 2022 saa hizi tunaona vile ambavyo mli-influence outcome ya tukapata viongozi. Lakini saa hizi kila mtu analalamika kwa sababu ya uongozi huo mbaya. Kwa hivyo tunaomba kanisa mtu afuate laini yake na wanasiasa wafuate laini zao. Nikimalizia kuna jambo la mwisho ni kwamba Uhuru Kenyatta serikali inasema kwamba Uhuru Kenyatta alituacha mahali ambapo hapakuwa pazuri. Lakini mimi kwa sababu mimi pia huwa nafanya uchunguzi wangu, nilijua ya kwamba ile siku wakati wa kusworn in, kwa mfano shilingi ya Kenya dhidi ya dola ilikuwa ni shilingi 119, shilingi 119. Hiyo ndio ilikuwa exchange rate wakati ule. Lakini immediately wakati serikali iliingia, shilingi ya Kenya dhidi ya dola ilipanda hadi shilingi 160. Baadaye wakaja wakasema tumefanya mikakati, tumefanya mipango, ndio ikarejea chini mpaka shilingi 130 tunavyoongea. Kwa hivyo na jambo kama hili pia tukaona katika hadi stakabadhi muhimu kama vile kitambulisho. Ikaja wakasema tukipoteza kitambulisho maana itakuwa 1000, na Wakenya wakawa wanalipa zile pesa. Baadaye wakakuja wakasema ati wamefanya jambo zuri sana, wametoa yale malipo ambapo kuanzia mwanzo hayakuwepo. Kwa hivyo tunauliza serikali, mbona mnakuja mnaleta temporary crisis, alafu mkirudisha mahali zile mambo zilikuwa yuko kwa kawaida, mnasema kwamba mmesaidia Mkenya? Mbona mnaona kama Wakenya ni wapumbavu? Mbona mnatuona kama sisi ambao hatuelewi? Kwa nini mnaona kama hatukuwa wakati ule wa uhuru, ati sasa wakati huu ndio mnakuja kutuelezea maneno, ili hali sisi ndio wananchi, ndio tumekuwepo na tunaona mambo. Jambo lingine ni kwamba nikimalizia chama cha DCP ni chama ambacho kwangu mimi nakiunga mkono, sio kwa sababu ati nimetoka katika jamii ya kiongozi wake, lakini ni kwa sababu ni chama ambacho nimeona kinasikiza ground, ni chama ambacho kinasikiza vile Mkenya anavyotaka. Lakini ningeomba wakati tunakosoa serikali, tuikosoe kwa njia ambayo ina uadilifu, njia ambayo si ya matusi, njia ambayo inaonyesha pia alternative governance katika Wakenya. Kwa sababu tukianza ile hali ya matusi, wote tutakosa mwelekeo.
na tunaomba chama kisimame vizuri ndio kiweze kupeana mwelekeo, washikana na vyama vingine kama United Opposition ndio tuweze kung'oa hii serikali mamlakani. Tulete serikali yenye uongozi bora. Asanteni sana, nimeshukuru sana.